Mambo fulani kwenye maisha yako yakikutokea, unalazimika kupotea kidogo kutoka kwenye public. Huwa tunaita moment of disappearance. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea, vikakuletea tension, vikakuletea wakati mwingine aibu, wakati mwingine vinakufanya usiwe huru kwenye mambo yako. Ni mambo ambayo yanatokea, wakati mwingine yanaweza akawa yanahusu biashara, yanahusu familia yako, yanahusu mahusiano, au yanahusu pesa, yanahusu nafasi yako kwenye uongozi na vitu vinavyofanana hivyo. Na mambo haya yakitokea, kuna wakati utalazimika kidogo kuwa na moment of disappearance kwa sababu kubwa tatu. Cha kwanza, kuna wakati utahitaji kukusanya nguvu upya. Watu wengi sana wanapopitia hali hii huwa inadhoofisha akili zao, kwa unakuta uwezo wao wa kufikiri unakuwa ni mdogo, kwa maana yake hata uwezo wa kutatua matatizo pia unakuwa ni mdogo sana. Lakini pia unakuta inadhoofisha hisia zao. Unakuta ni mtu anakuwa hisia zake zimekuwa so weak, amekuwa mdhaifu sana, kiwango ambacho mtu akiandika jambo labda kwenye social media kutokana na ile hali yake ambayo anaipitia, unakuta naye anamjibu, anatukana, anamjibu vibaya, wakati mwingine anajirekodi vitu ambavyo vinaendelea kumharibia ile sifa yake. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua kwamba unahitaji wakati fulani wa kukusanya nguvu ili uweze kusimama upya. Hili ni jambo ambalo linatokea watu wengi kwenye maisha. Wewe sio wa kwanza. Kila mmoja ameshakutana na changamoto, na mara nyingi unaweza ukakutana nayo hata zaidi ya mara moja. Kwa hiyo kupotea kwenye jamii au kupotea kwenye macho ya watu haimaanishi kwamba umeshindwa. Hapana, inamaanisha kwamba unaenda kujipanga upya. Kwa maneno mengine, jeshi wana kitu anaita retreat strategy, kwamba unaweza ukarudi nyuma adui yako anapokushambulia, sio kwa sababu umemuogopa au sio kwa sababu amekushinda, ila ni kwa sababu unajipanga upya. Kwa maana yake ni kwamba naweza nikaamua kupotea kwa muda fulani, nikapotea labda kwenye mitandao ya kijamii, nikapotea maeneo ambayo nimezoeleka, nikapotea hivyo. Kuna maeneo unaamua kupotea makusudi, ni strategic disappearance, lakini dhamira yake ni kukusaidia kukusanya nguvu upya ili urudi ukiwa na nguvu mpya. La sivyo, kadiri unavyoendelea kulazimisha kuwepo katika macho ya watu na katika maeneo ambayo umezoeleka, manake nguvu zako zinazidi kushuka chini. Kwa badala ya kuendelea kupanda juu, kitakachotokea kulazimisha kwako kutakusababisha uendelee kudhoofika na mwisho utapotea kabisa, au utatengeneza matatizo makubwa zaidi, kwa sababu kama nilivyosema, hisia zako zitakuwa dhaifu, kwa uwezo wako kukabiliana zile changamoto unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo unatumia huo muda, the moment of disappearance, kwa ajili ya kukusaidia kukusanya nguvu mpya. Lakini cha pili, inakusaidia kuondoka au kujiondoa kwenye attention ya watu. Unajua, jambo fulani linapokuwa limetokea, labda limekuletea aibu kama hivyo unavyosema, au wakati mwingine limeleta changamoto kwenye maisha yako, unaanza kuwa point of discussion. Yaani watu wanakuwa wanakujadili, na kadiri watu wanapokuwa wanakujadili, inatengeneza fikra zingine, inatengeneza mitazamo mingine, na kwa sababu wewe ni mwanadamu, lazima kwa namna fulani unataka kujibu, au wakati mwingine sio kujibu, unataka kujitetea. Lakini wakati unajitetea, kuna vitu utazungumza ambavyo hawakuwa wanavijua watu, lakini utalazimika kuvisema ili wathibitishie ukweli ambao pengine hauwajui. Utakapovisema vile vitu vingine vipya, wataacha kile cha kwanza, wataanza kufuatilia vitu vingine vipya. Kwa hiyo utajikuta kila siku unakuwa agenda, na hii itakupeleka kwenye position ambayo tunasema defensive position. Sasa ukiwa kwenye defensive position, ni position hatari sana kwenye maisha. Kwenye boxing huwa wanasema kwamba unaweza kuwa offensive, yani ukashambulia, au unaweza kuwa defensive, maana yake ukalinda zaidi. Lakini imeonekana na imethibitika kabisa, hakuna mtu anayeshinda kwa kuwa defensive kila wakati. Na wanasema the best defensive technique is to be offensive. Yani kwa maneno mengine, njia bora ya kujilinda ni kushambulia. Hiyo ni falsafa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba utakapojiruhusu uwe kwenye defensive mode au defensive position, yani kwamba kila siku mtu anaandika kitu, mtu anasema kitu, na wewe kazi yako inakuwa ni kujitetea, ni kujielezea, ni kujionyesha kwamba hujakosea, hauwezi kufika mahali, lazima utaharibikiwa. Kwa hiyo unapata ile moment of disappearance, unajificha kidogo au unapotea kwa muda fulani, ili uruhusu ile discussion inayokuhusu wewe, unayohusu ile jambo, ipotee kwa muda fulani. Wanadamu wana tabia, kama kitu ukipi attention, huwa kinapotea chenyewe. Ndio maana hata kwenye majina ya utani, wakikupa jina la utani, ukilichukia ndio linakukaa zaidi, lakini ukilipuuzia huwa likukai zaidi. Wewe angalia majina yote ya utani ambayo watu yamewakaa kwenye maisha yao, mwanzoni walikuwa wanayachukia. Kwa hivyo na wewe pia, kwamba watu watakapoanza kuongea, watakapoanza kusema, wakiona haujibu, upo kwenye picture, uonekani na vitu vinafanana hivyo, wataacha kuongea, watasema mtu mwenyewe tunamuongelea, kwa sababu nia ni kutaka kukuumiza wewe. Ndio nature ya wanadamu ilivyo. Wanataka ukasirike, wanataka uumie,
wanataka uone kwamba umepoteza, wanataka uone kwamba haiwezekani tena, wanataka uone kwamba wewe sio kitu tena. Wakiona hicho kitu wakipati, wataenda watahamia, watamtafuta mtu mwingine. Kwa moment of disappearance inakusaidia kujiondoa kwa focus of discussion. Lakini cha tatu ambacho kinakusaidia kwenye moment of disappearance, inakutengenezea mwanzo upya. Kwa sababu haya mambo yanapokukuta wakati mwingine yatakulazimu kujifikiria upya. Nasema you rethink about your strategy, you rethink about your direction. Unaanza kufikiri kuhusiana na mwelekeo wa maisha yako. Kwa hiyo mambo yanapotokea yanaanza kaanza kuonyesha kwamba hapana, kumbe mimi sasa hivi natakiwa nibadilishe mwelekeo wa maisha yangu. Natakiwa niache kitu, nifanye jambo fulani. Natakiwa nianze kitu kipi ambacho nilikuwa sijakianza hapo mwanzoni. So, hii yote inakutengenezea muda wa kukaa na kutafakari. Uwezi ukafanya hivi katikati ya makelele ya watu. Watu wanapokuwa wanakupigia makelele, wanapokuwa wanakusema, wanapokuwa wanakufuatilia, inakutengenezea confusion. Kwa utajikuta kwamba uwezi kufanya kile ambacho unataka kufanya. Matokeo yake ni kwamba utazidi kuharibu zaidi. Mwelekeo wa maisha yako utazidi kuporomoka, utazidi kwenda mahali ambako sio sahihi, utazidi kufanya vitu ambavyo vinaharibu maisha yako. So, unahitaji moment of disappearance ili upate kutafakari. Ukae chini useme, hivi naelekea wapi kutokea hapa? Mwelekeo wa maisha yangu ukoje? Niendelee kufanya hili jambo au niache? Nifanye hiki au nielekee mwelekeo? Kuna mhitaji huyu au simhitaji? Ule muda utakupa muda wa kutafakari na kujitambua na kujigundua. Na watu wengi sana walipopitia nyakati ngumu za maisha yao zilizowalazimisha kujitenga kidogo na watu au kupotea kwenye macho ya watu, walipoondoka, waliporudi tena, walirudi wakiwa hodari zaidi. Nakumbuka story ya Sir Edmund Hillary ambaye alikuwa mtu wa kwanza kufika kwenye kilele cha Mount Everest. Alijaribu mara ya kwanza, lakini hakufanikiwa kufika kwenye kilele na walipoteza baadhi ya watu, wakafa njiani. Baada hapo aliposhuka chini, nakumbuka walimwandalia sherehe, ingawa kufika kileleni, lakini aliandaliwa sherehe kwamba hii ni sherehe tunakuandalia kwa kupongeza, hujafika kileleni lakini angalau umeweza kufika sehemu fulani. Wakati wanafanya ile sherehe, walikuwa wameweka ile bana kubwa sana yenye mlima Mount Everest. Kwa Sir Edmund Hillary alipokuwa anaongea kuhusiana na ziara yao au kupanda kwao mlima juu, akasema, akazungumza, akamshukuru kila mmoja na kila mmoja aliyemsupport. Baadaye akaugeukia ule mlima, akawaambia kwamba Mount Everest, you cannot grow higher than you are, but you can become stronger than you were before. So we'll come back to you and climb again. Kwamba mlima Everest wewe huwezi kukua na kuwa mrefu zaidi ulivyokuwa, lakini sisi tunaweza kuwa bora na hodari zaidi ambavyo tulikuwa. Tunaenda kujipanga upya ili turudi tena kupanda. Na nini kilitokea? Baada ya miaka michache alirudi tena na akapanda, akafika kileleni. Kwa hiyo kujitoa kwenye macho ya watu kwa muda mfupi sio ishara ya kushindwa, ni ishara ya kwamba unajitambua na unajiandaa kwa ajili ya kushinda zaidi. Kung'ang'ania kuendelea kuwepo wakati nguvu zinakuishia ni kujimaliza. See you at the top.